Sasa niseme kwamba tunapozindua sera hii iliyoboreshwa, nataka niwahakikishie kuwa misingi iliyowekwa kwenye sera ya ardhi ya mwaka 1995 haijabadilishwa, kwamba ardhi ni mali ya umma na rais ndio msimamizi kwa niaba ya, ndio mdhamini kwa niaba ya wananchi wote. Haki ya kumiliki ardhi na kutumia ardhi iliyopatikana ama kwa kumilikishwa au serikali au kimila itaendelea kuwa ndio mifumo pekee ya kumiliki ardhi. Na ninaposema kimila, kama alivyosema waziri, ile mila potofu tumeiondosha. Mila ya kwamba mwanamke hawezi kumiliki ardhi haipo. Lakini la kushangaza ni kwamba huyu mwanamke ndiyo anatoa jasho jingi kwenye ardhi, iwe kwenye kulima, iwe kwenye kufanya kazi yoyote. Mwanamke ndiyo anatoa jasho jingi kuitumikia ardhi, lakini inapokuja kumilikisha, mwanamke hamiliki ardhi. Hii ni mila potofu sana. Kwa hiyo nawashukuru wizara, mmefuata maelekezo yangu na hilo mmeliondosha. Kamishna wa ardhi ataendelea kuwa na mamlaka ya kipekee ya utawala wa ardhi nchini. Na hili Mheshimiwa Waziri, nimekusikiliza vizuri ukisema ngazi tofauti za utekelezaji wa mambo ya ardhi nchini, lakini na role au wajibu wa TAMISEMI katika mashughuli za ardhi. Kwa hiyo nitakuja kulisemea kule mbele. Lakini pia ardhi ya umma itaendelea kuwa katika aina tatu, yani ardhi ya hifadhi, ardhi ya kijiji na ardhi ya jumla. Raia wa Tanzania pekee ndio wenye haki ya kumiliki ardhi nchini, na sio raia na wasio raia wana haki ya kutumia ardhi aidha kwa uwekezaji au jambo jingine, lakini kwa kukodishwa, na hana milki ya ardhi yetu.